mwisho mchungaji anakwambia wewe ni mwalimu. Maana yake ujumbe uliobeba ni ujumbe wa kielimu. Ama utaruka, utaenda, utajifanya mwalimu, ukimaliza mchungaji anakuambia wewe ni mwinjilisti. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya aina ya ujumbe unaoleta. Utahubiri, utamaliza, ukimaliza atakwambia wewe ni mwombezi. Kwa nini? Aina ya ujumbe unaohubiri. Yaani ukiwa mwombezi, tutakupa, utahubiri kongamano, utamaliza, tutajua yule bwana yule kipawa chake ni mwombezi. Maana ndicho kinachokuja. So hiyo Biblia inasema kiujazacho moyo ndicho kinakutokacho. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo haya mambo matatu uyazingatie na uyachunguze katika vipawa ambavyo Mungu amekupatia. Angalia mzigo ulionao, alafu angalia namna unavyopanga mipango, majibu ya mipango yako. Lakini unaposimama mbele ya watu ni nini unazungumza? Ujue hapo sasa utakitambua kipawa chako. Jipigie makofi na vigelegele. Namba 2, namna ambavyo unaweza kuthibitisha kipawa chako ndani yako. Wito unakusukuma kufanya maandalizi. Kadri huduma inavyokuwa kubwa, ndivyo na maandalizi yanakuwa makubwa na ya muda mrefu. Maandalizi ni muhimu kuliko huduma yenyewe. Hilo lidake. Maandalizi ni muhimu kuliko huduma yenyewe. Unapaswa kusoma na kupitia mafunzo pamoja na mitihani, ama ya kimungu au ya wataalamu wengine. Kama Biblia inavyotufundisha, ni kweli kila mtu huvuna alichokipanda. Yusufu aliandaliwa vizuri na kwa muda mrefu ili aje kuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri. So nakumbuka Yusufu alikoanzia. Alianzia kwenye ndoto kule. Mara anaona miganda imezunguka mganda wake, alafu inainama. Ndugu zake wanasema, yani hivi wewe utakuja kututawala? Amen. Mara anaangalia anasema, jua, mwezi na nyota sijui hivi kanianime. Ina maana hata sisi wazazi wako tutakuinamia. Lakini ukweli ni kwamba katika ndoto zile alikuwa naandaliwa. Mwangalie jirani yako, muulize ndoto zako ni zipi? Yaani hapa kuna vijana wengine ndoto zao wafike Bongo. Kuna wadada wengine hapa ndoto zao waolewe na wanaume wenye hela. Sio vibaya kuolewa na mwanaume mwenye hela, lakini unaweza kuolewa na maskini ndani ya mwaka mkawa matajiri, ili mradi ni mpango wa Mungu. Unaweza kuolewa na mwenye hela lakini sio mpango wa Mungu. Nimekumbuka mama wakatali alimfungia, alimuoza kijana wake. Yaani hawakutoa kadi, hakuna aliyechangia, na ilikuwa harusi ya gharama kubwa. Lakini nakuhakikishia ile harusi iliishia honeymoon. Iliishia honeymoon. Hawakuenda hata kwenye nyumba yao watakayoishi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nataka nikuambia kijana mwenzangu? Usitamani vitu kwa kuona. Amen. Usitazame vitu kwa kuona kwa macho ya mwilini. Uwe na macho ya rohoni. Huyo kaka au huyo dada angekuwa na macho ya rohoni kwamba harusi yao itaishia honeymoon, asingekubali kuolewa. Amen. Asingekubali kufanyaje?
asingekubali kuolewa kwa sababu ameshaona harusi yangu hii ni ya kifahari, ni ya mtu mwenye hera, lakini anaenda kuishia honeymoon, utaolewa? Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu akupe neema kwa sababu umeshaona una masa, akupe neema ya kufanya maandalizi mazuri sana. Haleluya, haleluya. Namba 3, wito unakujaje? Wito unakuja kwa staili mbalimbali. Hatupati wito kwa namna moja. Sijui kama ni hapa au nilikuwa nasimulia wapi. Wakati ninaenda kuanza kanisa Dodoma, ni kitu cha ajabu sana. Siku hiyo nilikuwa ninasafiri naenda kwenye huduma Bukoba, Kagera. Nimetoka zangu Dar es Salaam, niko kwenye gari. Nimefika pale Bungeni Dodoma, kwa watu ambao wameshafika. Nilipofika pale Bungeni, nikasikia sauti kwa mbali inatamka neno moja tu, Dodoma. Ile sauti ilipotamka Dodoma, nilienda nayo mpaka nikafika Bukoba. Nasikia Dodoma. Kasauti kapole tu. Mimi nikakachukulia poa. Kaona tu kawaida. Dodoma. Nilipofika Bukoba, askofu wetu alishatutangulia mbele ya haki. Tunakula chakula, ananiambia unatakiwa ufungue kazi ya Mungu Dodoma. Na mimi Dodoma ni mkoa ambao sikuwa ninatamani hata kuusikia kwenye masikio, sababu nilikuwa nimeshawahi kuhubiri karibia mikoa yote Tanzania. Hivi Pemba ni mkoa Ni mkoa? Ndio mkoa ambao mpaka leo sijawahi kukanyaga. Lakini kwenu Unguja nilishafika. Karibu tena. Asante. Bwana asifiwe sana. Unguja nilishafika. Mikoa yote ya Tanzania bara nilishawahi kuhubiri, wakati huo kasoro Dodoma, kwa sababu nilikuwa siupendi. Na niliwahi kupata mialiko, sikwenda. Sikuwahi kwenda kuhubiri Dodoma, na mialiko nilipata. Kwa hiyo unaweza kuona kwa namna gani sikuwa na upenda ule mkoa. Lakini kumbe hatima ya maisha yangu ilifichwa kwenye mkoa ambao siupendi. Na sijui kwa nini hiyo inanitokea. Unajua mwanamke nilionaye si mwanamke niliokuwa nampenda. Huwezi kuamini. Huwezi kuamini. Hivi vitu naviongeaga hata nikiwa naye. Lakini sasa hivi I love her so much. Ni my sweetie. Nikifika wana nambusu. Nikisafiri zaidi ya wiki moja, nikimkumbuka napigaga simu. Maihani vipi huko? I love you. Na yeye ananirudishia. Mapenzi yanapaliliwa wewe. Leo sijampigia naona kama mwaka. Lakini tukiwa tunaimba pamoja, niko nakangalia hivi, kwanza kafupi, afu keusi. Na mimi macho yangu ya nyama yalikuwa nasema nitaoa mwanamke mrefu kama mimi, mweupe. Lakini wakati namwomba Mungu, alafu Mungu ananiambia utamuoa yule, nasema hamna, huyu sio Mungu kaniambia, sio. Unajua mwili una mapenzi yake, lakini roho, mbingu zina mapenzi yake pia. Amen. Kwa nini kitatufanya tuthibitishe kwamba Mungu ni mapenzi yake nifanye kitu fulani? Utakapokuwa na uhusiano mzuri.
na Roho Mtakatifu. Stori gani hiyo? Hiyo private, nitafute inbox. Nitafute inbox. Bwana Yesu asifiwe. Askofu akaniambia unatakiwa ufungue kazi Dodoma. Yule mzee tulikuwa tunataniana, nikamwambia mzee, acha utani, hebu ishi hapo hapo. Lakini akamwambia naona kama vile utafungua kazi Dodoma wewe. Sasa nikitoka Bukoba nilikuwa nakuja Kigoma pale Mwanga. Nimefika, yule mzee naye simpendagi kweli. Mzee Mpenda akaniambia unatakiwa ufungue kazi Dodoma. Sasa yeye ndio alikuwa amenitolea macho hivi. Toa macho, unatakiwa ufungue. Nikamwambia wewe, komea hapo hapo. Utafungua. Upende usipende. Unayajua macho yake? Yes, aliyatoa. Utafungua, upende usipende. Nikamwambia na mimi sifungue, nipende nisipende. Tukaishi hapo kama utani. Narudi Dar es Salaam. Mungu alichokifanya kwanza ni kukata appetite ya chakula, alafu akakata na appetite ya kufanya ibada. Nikienda kanisani nachukia kila kinachofanyika pale kanisani Mwananyamala, nakichukia, sitaki kusikia. Mpaka nikawa sitaki